Mmoja nataka nipige naye story na leo tunajua kabisa leo ni siku ya Simba na Yanga derby. Leo nataka nipige naye story chache tujue leo itakuwaje kuhusu Simba na Yanga. Bwana mambo vipi? Fresh. Bwana wengi leo tunajua ni siku ya Simba na Yanga. Leo siku ya leo ikoje unavyoiona? Siku ya leo ni nzuri. Yapo. Sasa wewe ni timu gani nataka kujua kidogo ni timu gani? Mimi ni mshabiki wa Yanga. Ni mshabiki wa Yanga. Unaonaje katika leo mechi ya leo upande wako wa Yanga na wa Simba mmejipangaje? Bwana mimi sina maneno mengi, lakini kama unavyojua Yanga tunazungumzia kwa La Lumba hapa Malaysia. Hii ni timu ambayo ikiwa uwanjani wewe mwenyewe unaenjoy kwa sababu inajua kucheza mpira. Yanga ni mabingwa bwana. Sasa unasema Yanga ni mabingwa na pia unajua kabisa timu ya Simba imejipanga vizuri na usajili wake umeuona umefanya vizuri au kutishi? Simba haiwezi kunitisha japo wana wachezaji wazuri baadhi. Maana Yanga tuna timu ila Simba ina wachezaji wachache wazuri. Kwa hiyo sisi kama Yanga lazima tujivunie timu yetu. Naam. Pia ni mchezaji gani ambaye pale Msimbazi unamuogopa? Unajua kabisa huyu ni tishio, anaweza kawazuru muda wote. Mimi kwa Simba hakuna mchezaji tunayemhofia wala tunayemuogopa, bali kuna yule mkimbia Aliaza ambaye ni mpanzu, yule anakimbia ovyo na hana madhara kwetu. Naam, na usajili ambao ameufanya Simba msimu huu. Hakuna hata mchezaji mmoja ambaye unamuogopa, unaona kabisa anatisha. Hakuna ambaye anatisha, bali ni wa kawaida kwa sababu kama unamzungumzia Neo Maema, huyu alikuwa Mamelodi Sundowns lakini kule alikuwa anakaa benchi, alikuwa hana nafasi ya kuanza. Kwa hiyo hawezi kuitisha Yanga ambayo ina mtu kama Pacome kaka. Naam, na tunajua kabisa Simba mfuadi wao walikuwa wanamtegemea ni Soa ambao umemsajili msimu huu. Na tunavyosikia ana kadi nyekundu kwa mechi ya leo atacheza. Unaona pale Simba mchezaji wakimchezesha Selemani Mwalimu ataperform vizuri? Yaani Simba aanze yoyote, lakini kwa kusema kwamba mchezaji wa kuisumbua Yanga safu ulinzi ina Dickson Jobo, ina Ibrahim Baka. Hawa watu wamekaba wachezaji wakubwa duniani. Sio hao wakina Soa, na wachezaji wadogo sana. Hawezi kusumbua. Hata Selemani Mwalimu hana chochote. Unachosema Simba leo hatoki kwa Mkapa. Unampiga ngapi unavyoona? Show wangu ni kwamba huu ni muda najiandaa nikavae jezi yangu niende uwanjani kwa sababu nina uhakika leo namfunga Simba kuanzia goli 4. Hii niseme tu nitabiri ni 4-0. Je, matokeo yakapinduka ukala wewe hizo 4 utajisikiaje? Utakuwa kwenye hali gani? Kitu ambacho hakiwezekani ni hicho mimi kufungwa na Simba kwa sababu Simba ana timu zake ambao amezoea kuzifunga. Timu ndogo ndogo wakina Coastal Union, lakini sio Yanga kaka. Simba tushamfunga mara 5 mfululizo. Hii inakuwa ni mara ya 6. Watamsema kila mtu ni mchoyo katika timu yao. Watamfukuza kila mtu, lakini kipigo kiko pale pale. Naam. Sasa nataka kidogo uwatishe mashabiki wa Simba. Panga kikosi chako ambacho unaona leo kikianza kitafanya vizuri sana siku ya leo. Hapo ndo umeongea point ya msingi. Kikosi changu naanza kwa namba 1 Duguru Diala, namba 2 Israel Patrick Mwenda, namba 3 Shedrack Boka, namba 4 Ibrahim Baka, namba 5 Dickson Jobu, namba 6 Musa Bala Conte, namba 7 Maxim Pia Nzengeri, namba 8 Mohamed Dundia, namba 9 Clement Mzize, namba 10 Pacome Zuzwa, namba 11 Celestine Akua. Sasa mbona kwenye kikosi chako Hussein Shabalala umemtoa? Kwa nini umemtoa Hussein Shabalala? Tunajua kabisa mechi ya leo anatakiwa acheze ili akomoe waajili wake wa zamani. Kwa nini umemtoa kwenye kikosi? Shabalala ni mchezaji mzuri, kila Mtanzania anajua na anaelewa hilo swala, lakini Shabalala ametumika sana haswa katika mashindano ya Chani. Kwa hiyo ndio maana tumemweka pembeni kwenye kikosi ambacho nimekipanga mimi hiki au nilichokitaja mimi. Sijui kocha mwenyewe ataamua nini. Naam bwana, tunaona kama hivyo mashabiki wanatamba huko mtaani, wanaongelea vikosi vyao, itakuwaje siku ya leo? Na huyu ni shabiki wa Yanga bwana ambaye anatamba sana, anasema Simba siku ya leo atoki, ana cha kumfanya chochote. Tutaona leo ni leo bwana, itakuwaje siku ya leo? Nakukumbusha tu mtu wangu nguvu, usisahau kusubscribe channel yetu na kulike ili kupata mambo yanayotrend mengine.